ningemwomba kiongozi wa upande wa Kamenge, mashaallah, tufikishie na yeye mawili ambayo anaweza kuwa ametuandalia katika umoja wetu huyu bismillah. Allah ambaye katuwezesha kuwa tuko sehemu kama hii siku ya leo kwa hali ya kupendeza kama hii. Sababu hii sura naikumbuka toka mwaka wa 2016 2016. Naweza kina Picasso na wengine wanakumbuka hali kama hii. Tuko na mheshimiwa maiti mtarajiwa Abubakar Badru, Allah muhifadhi alipo. Na kina mheshimiwa mwalimu wetu Balad Yusuf, Allah muhifadhi na mpatie afya njema alipo. Na wengine wengi tofauti, alhamdulillah. Ni kitu kizuri kuhuisha na kudumisha umoja, na hasa ndio malengo na makusudio. Niko napona mfano muda na kuzungumza ya kuwa masala yetu kama Waislamu mara nyingi siji kwa nini hayadumu katika hali ya umoja, katika hali ya udugu, kama wanafamilia wenye kuwa chini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Siji kwa nini. Ila moja katika jibu na kuja nasema naziri kana maana mitima yacu irimwo ikhlas. Sababu matendo ya mwanadamu yakishakosa ndanimo ikhlasi kwa ajili ya aliyetuumba Allah ili kutafuta radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rekadukure kino gikorwa kubw'Imana Allah, hiyo imekosekana. Sasa hiki kishakosekana, maadamu tutajiunda tukakuwa fasi moja, ile nafsi zetu zikawa tofauti, hii njia kidogo inakuwa na uzito kuweza kufika. Panakuwa piko flu nyingi, igifungu alafu tukifika napo tunachoka, sababu tunapikana kike sana kadhalika na nini, ucha Mungu ndani ya nafsi zetu unakuwa hamna. Na niyo mpamvu nitwihayagize na majambo meza ya Allah tabaraka wa taala, Qur'ani na Sunna. Tumevaa tumependeza, makofero ama kanzu ya majoho majilbabi n'abandi nikabu bashizeko, maga mitima yacu shatta tuko tofauti, si byiza. Jambo la kwanza la kupambana nalo ni kuondoa tofauti katika nyoyo zetu, ili umoja kama huu ambao Allah tabaraka wa taala amepitia katika ndugu zetu ili kutuunga na kutufanya kwa kitu kimoja iweze kuwa kama siku ya leo. Bimaana atakaye kuwa sababu pia ya kuusambua wala kuubomoa, huyo mtu ajiandae na hasira yake Allah tabaraka wa taala. Ndio malengo na kusudia hiyo. Kumbe ni mimi na wewe kujitengeneza kwanza nafsi, kabla hujakaa au hujajiunga na wengine au hujajivika upendeze uonekane kuunja kama wewe ni malaika. Jitengeneze nafsi. Tukikaa vizuri kiikhlas, mambo yatakuwa sawa. Ama ingora na dufisa hagati yacu n'aba n'abantu, hakuna mwanadamu ataishi bila kujikuta ameingia mtu makosa. Unakuta mtu na mke wake katika nyumba shekhi, si wanakorofishana, wanaingia mtofauti, hadi mmoja miguu anakuwa anatemsha kwenye sura mwenzake, sinatokea. Hadi mwingine anama na kitanda kabisa, chumba cha watoto, sinatokea. Ila hawa watu maadamu na yote hayo wanabaki na huruma, na mwisho wa siku wanarudi katika usawa, wanaendelea kuijenga nini nyumba. Hakuna siku na mapungufu, kubwa zaidi ni kuvumiliana. Na hakuna siku na binadamu, sababu Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, khalaqal insan, eti Mungu ameumba wanadamu kwa udhaifu. Kumbe tudumishe umoja wetu, ndio malengo na makusudio. Amepana mfano shekhe, na tunaambiwa kila siku al-jama'atu rahma. Kila siku umoja ni nini? Ni baraka kutoka kwa Allah, ni rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kutengana ni bihano, numuvumo, ni laana. Ndio maana katuonesha tubeke kwenye kalima tu ya Allah, nasema wa'atasimu, atikubga Allah tabaraka wa Ta'ala, tubikintu kimwe, tuwe kitu kimoja kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naambie ni jambo lipi ambalo kwa huyu umoja tukiuona kama ulivyo, iwapo ikhlas imekaa vizuri, tutashindwa kitekeleza tukiwa kwa pamoja? Kipo? Hamna. Ibana kila jambo tukitia nia tufanyize kifulani kwa umoja, kwa pamoja, kwa ikhlas, bana kumtanguliza Mungu mbele, kila kitu kinakuwa chepesi.
tutafika tu. Ila ikiwa tutaigiza, sababu wasanii wako katika dini, kuna wale ambao ni wasanii anaingia kidogo analia kama kwamba kabisa imani imepanda, kumbe yuko anachezea watu kidogo sasa usanii tukauacha, tukafanya harakati kama wana dini, tutafika. Na tunaomba Allah tabaraka taala tutangulie tuweze kufika. Kubwa zaidi, kila umoja ajitengeneze nafsi yake binafsi, kuanzia mwenye kuzungumza, sababu mimi na kwangu na binadamu wangu sinera namba mubiri n'umwana w'umuntu. Wakati hali ni hiyo, ndivyo ni suzuma. Kabla sijaambia nyinyi mjitengeneze, kwanza mimi atikweli umunatangicha fise sinozangani igisha jambo jimana eti muelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati Mwenyezi sina mazuri ya kuwapatia, inakuwa ni zero. Na Allah akasema kabura maqtan inda Allah, kwanza ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu huwa anakasirika. Tunasema imamu ndani tukiswalisha au tukitoa mawaidha, inafikia mtu tunalia mbele yenu kama kwamba bwana tumeshuka leo kutoka mbinguni. Ila tukienda huko katika zile masala yetu, walimu na mashekhe na kadhalika, unakuta tuko tunapigana makike, tunatetana, tunasengenyana, kuliko kuachia watu katika umoja. Sisi walimu zenu, s'il vous plaît, mnifuate vizuri, sisi mashekhe zenu, nyinyi mna tatizo, nyote tunafanya tunaitia utofauti. Mimi Imam Yasini niko na maslahi yangu fulani, bado sijayapata na kuyafikia. Sasa nikifanyisa hiki kitu itaonekana maslahi yangu sitayapata, ndio hiki naanza kutafuta ya kubuni ili nisambaratishe na kusema napendeza. Hali kama hii na kwa sio kitu kizuri. Kumbe ni sisi walimu wenye kwa huko mbele na wengine ambao kuja kufika siku ya leo hapa kujitengeneza, ili kutizama vipi huyu umoja tauhuisha, tutatia nguvu na watu wakasikiana kama mapacha, inakuwa ni kitu kizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.